kama sio jaribu, ila shetani anatumia mbinu ya kuangalia udhaifu wako, ya kuangalia mapito unayopitia, ya kutazama sehemu gani wewe akikugusa unakuwa dhaifu. Yamkini akikugundua una njaa, anachokifanya anakuletea tamaa ya kitu fulani ili uiponye ile njaa, uachane na kile ambacho ulichokuwa unakihitaji. Kwa mfano, utaandika, ninapokuwa nipo kwenye mapito yangu. Utaandika, ninapokuwa nipo kwenye mapito yangu, yamkini ni ya kawaida tu ambayo haya niliyoyazoea. Katika mapito nikawa na uhitaji wa kitu fulani, aidha kupungukiwa na kitu katika haya mapito, aidha kupungukiwa na kitu katika haya mapito. Lakini ukipata kile kitu nilichopungukiwa, kinahitaji gharama. Utaandika kinahitaji gharama. Sasa pale ndio tunapoingia kwenye jaribu. Aliponisikia njaa, mjaribu akamfuata akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Wakati unapitia ile jaribu, kuna sauti inaongea, kwa nini unateseka? Na wakati mahali fulani wanafanyaga hivi, tatizo hilo linaondoka. Mfano, kwa waganga, unataka utajiri, kila siku unabanja kokoto. Kwa nini? Sio jaribu lako kubanja kokoto, kubeba zege, sio jaribu lako, ni sehemu ya mapito tu. Ila jaribu linakuja wakati upo kwenye kubanja kokoto, upo kwenye kubeba zege, upo kwenye kusaidia watu fulani. Jaribu linakuja juu yake, linakwambia ukitaka kufanikiwa zaidi, hebu tumia njia hii nyepesi sana. Ndio ile sasa tunasema kubadili muujiza wa jiwe kuwa nini? Mkate. Akamwambia Yesu. Lakini Yesu akamjibu akasemaje? Naye akajibu akasema, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sasa hapo tunalisimamia wazi. Wewe unapitia changamoto fulani, unaita ndio jaribu, lakini ndio mapito ambayo uko nayo. Hivi leo hiyo maskini wote wapo kwenye majaribu. Darasa, wa maskini wote wapo kwenye majaribu. Matajiri wote wapo kwenye majaribu. Yaani ukienda kumwomba tu tajiri, najaribiwa. Ni kweli? Maskini ukikosa chakula upo kwenye jaribu. Jaribu katika changamoto yako, katika mapito yako, yamkini linakuja ili likufanikishe kwa haraka. Amen. Yaani jaribu katika changamoto yako linakuja ili likufanikishe kwa haraka. Ndio maana jaribu linaitwa ni kipimo cha nini? Cha imani. Yaani kipimo cha changamoto yako. Haleluya. Haleluya. Yesu akamwambia shetani ama ibilisi ama mjaribu au jaribu. Maana pale nimemwandika mjaribu. Maana yake jaribu linapokujia lazima uwe na neno ndani yako. Uwe na kitu cha kujikumbusha. Unasema mimi sitaki njia nyepesi. Maana kutafuta kwa bidii ndipo kwenye kupata, sio kupita shortcut. Sasa hili wazo la kuniambia niende kwa mganga ili nikaondolewe hili tatizo, nataka nilitoe. Nalikataa. Nitaishi, sitakufa. Kwani njaa siku moja inaua. Ukilikosa hitaji lako utakufa. Hauwezi kufa. Isipokuwa upo kwenye changamoto ya mapito, ila jaribu linakuja pale unapotaka kuitoka ile changamoto, unapotaka kuondoka kwenye ile tatizo, lenyewe linakuja likutoe kwa haraka. Likutoe kwa haraka. Imekupasa uishinde. Tuendelee kusoma. Lakini pia kuna kitu kinawekwa tena. Je, hicho kingine tunachosema ni jaribu nalo? Tuendelee. Tena akamchukua tena Yesu, mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia Akamwambia,
Ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, jitupe chini. Sasa ishia hapo. Je, wanaojinyonga, wanaojiua, wanaokunywa sumu kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya vitu fulani, wengine wanakunywa sumu kaachwa na mwenzake, wengine yani ndio hivyo, kaambiwa mimi sikutaki tena, kaenda kujining'iniza kwenye mti, wale nao wapo kwenye jaribu. Kwa nini hapana? Inaenda mfupi sana. Kwa nini hapana? Yaani mtu tu anakuja na kumwambia kuanzia leo mimi na wewe basi kwenye mti. Ni jaribu? Hapana. Kwa nini? Ni mapito unayopitia kwa wakati. Sio jaribu. Wewe unasemaje? Baba yako anakuambia toka hapa nyumbani siku 3. Ni jaribu? Hapana. Ni nini? Ni mapito tu ya muda. Wewe unasemaje? Mfano tu inatokea marafiki zako, ndugu zako wanakukataa ghafla. Ni jaribu au mapito? Ni mapito tu. Wewe unasemaje? Ndugu zako, rafiki yako, mtu wako anakuambia sikuhitaji tena. Ni mapito au jaribu? Ni mapito tu. Haleluya. Haleluya. Yamkini unapita katika wakati mgumu sawa. Ndugu zako, rafiki zako, mtu wako anakuambia sikuhitaji tena, au anakutoroka, au kujinyonga ndio solution, au ni jaribu ama ni mapito? Ni mapito tu. Je, wanaojinyonga, wale wanaojitundika kwenye miti, wanaojitundika kwenye miti na kuchukua hatua ya kujiua, wale wanakuwa wapo kwenye jaribu ama kwenye mapito nao? Yaani yule mtu anayekwenda kujinyonga kwa sababu ya kitu fulani, kujiua ama kunywa sumu kwa sababu ya kitu fulani, yupo kwenye jaribu ama yupo kwenye mapito fulani? Wewe unasemaje? Inafika wakati unapitia vitu fulani, halafu ghafla uliowategemea wanakuangusha, unaanza kujiona haufai duniani, unaanza kufikiria mawazo mabaya. Hilo ni jaribu? Ni nini? Wewe sema tu ukweli, ni nini? Sema tu ukweli, ni nini? Shetani akamwambia Yesu, akamchukua mpaka juu ya nini? Ya kinara. Ikiwa wewe mwana wa Mungu jitupe, maana imeandikwa atakuagizishia malaika watakuchukua mikononi mwao ili usijikwae ukaanguka. Sasa kama kweli ni mwana wa Mungu, jitupe chini. Hivyo wanasema ni jaribu, mapito. Hebu mgeukie jirani, mwambie huo ni ujinga huo. Yaani hilo sio jaribu, ni ujinga tu. Yaani kuchukua maamuzi ya kujizuru, mwambie ni ujinga. Sio jaribu hilo. Mwambie unajua jaribu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu linakuja ukiwa upo kwenye changamoto. Upo kwenye nini? Kwenye changamoto. Yesu akaingia kwenye changamoto ya njaa, jaribu likaja. Ayubu anaingia kwenye jaribu akiwa yupo kwenye changamoto za kuongezeka kimali, za kuwasaidia watu, alikuwa mkamilifu hata kwenye sadaka. Shetani anakwenda kupeleka mashtaka ya kwamba umemzingira kwa wigo wa moto. Kwa hiyo Ayubu yupo kwenye changamoto ya utajiri, akiwa anatafuta mali zake, akiwa anaendeleza kujiongeza, akiwa anaendelea kununua maeneo, anaendelea kuwasaidia watu, yupo kwenye hiyo changamoto. Mjaribu anamjia kuja kuziondoa zile mali. Ndio maana hapo shetani alipomchukua Yesu akamwambia jitupe. Kwa nini? Yaani kuachwa ama kupotelewa na kitu sio ukachukua solution ukaenda ukajiua. Wewe kwa ni ujinga. Ayubu hakujiua. Ayubu hakutaka kujipoteza. Ayubu alichokifanya ni kuvumilia. Kwa sababu cha kwanza alijua, hili ni jaribu lililokuja juu ya changamoto yangu. Amen. Sasa unaweza ukawa upo kwenye jaribu tena vile vile, halafu ikaja changamoto tena juu yake. Yaani upo kwenye jaribu, unapitia jaribu fulani ambalo linakupasa uvuke. Ghafla changamoto nyingine inakuja.
huwa tunayatangaza tunaita majaribu. Hapana. Kwa mfano, una uhitaji wa mtoto. Amen. Ndio jaribu lako. Una uhitaji? Yaani sikusema kisa huna mtoto ndio uko kwenye jaribu. Una uhitaji. Yaani jaribu linakuja kwenye uhitaji. Una uhitaji wa mtoto, ndio jaribu lako. Unataka upate nini? Mtoto. Ile usipotaka upate mtoto, kama hauna mtoto huko kwenye jaribu. Ukiwa na uhitaji ndio unaingia kwenye jaribu. Hata unayeomba, ukianza kuingia kwenye maombi kwa ajili ya kutafuta kitu fulani, nipate kufanikiwa, nipate kufunguliwa, jaribu ndipo linapokuja. Yesu alipoingia kwenye maombi ya kufunga, mjaribu ndio akafanyaje? Akamtia. Kwa hiyo unapokuwa kwenye jaribu, kuna changamoto nyingine inakuja. Ndio Yesu akachukuliwa kwenye kinara, akaambiwa jitupe. Sasa changamoto hii, ukiwa na uhitaji wa mtoto, uko kwenye jaribu la uhitaji wa mtoto. Sasa wakati unatafuta bidii ya kupata mtoto, kwani mtoto anatafutwa kwa watu kwa maneno? Hivi unaenda kwa mtu, mimi nataka mtoto. Yule atakupa mtoto? Bwana Yesu asifiwe. Atakupa mtoto? Wakati Hana anapitia changamoto ama yupo kwenye jaribu la uhitaji wa mtoto, ikatokea changamoto nyingine juu yake, juu ya jaribu. Ikatokea changamoto, Penina kuanza kumdhihaki. Kuna watu wataanza kudhihaki, kukatisha tamaa. Lile ndio linaitwa jaribu juu ya changamoto, au changamoto juu ya nini? Ya jaribu. Watu wanakuvunja moyo. Cha kwanza pale, hata Ayubu alipitia. Wakati yupo kwenye jaribu, wakatokea watu wa kumvunja moyo, ikiwemo na mke wake. Akamwambia, sikufuru Mungu tu. Mungu ameua watoto, ameua mali zako, ametoa kila kitu. Wewe kufuru tu. Wengine wakatokea wakamwambia, wewe umetenda dhambi. Tubu. Lakini mbona msifanye chochote? Watu wanizihaki. Kumbe upo kwenye jaribu, halafu changamoto zinakuja kulikasia ile jaribu. Hana alipokuwa kwenye jaribu la uhitaji wa mtoto, Penina akawa mleta changamoto. Na mimi nikwambie, ukiwa kwenye jaribu halafu ukiona changamoto zinakuja, zinakutia speed, uendelee kuendelea mbele. Usikate tamaa. Watu wanakata tamaa changamoto zinapokuwa zinafanyaje? Zinaingia juu ya jaribu. Mtoto hapatikani kwenye vinywa vya watu. Mtoto anapatikana kwenye neno la Mungu. Yaani Mungu alifunga tumbo la nani? La Hana. Halafu mtoto hutafuti kwenye kinywa cha mtu, ila mtoto unatafuta kwenye kila neno litokalo. Yesu akamwambia Shetani, imeandikwa hautaishi kwa nini? Kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Kwa hiyo kumbe mimi kuishi bila mtoto sio nipo kwenye jaribu. Kuishi bila mume au mke sio nipo kwenye jaribu. Hapana. Ninachotakiwa ndani yangu kutoke neno la uumbaji. Mungu aliumba dunia kwa neno. Biblia inasema Hana alipokuwa katika jaribu la uhitaji wa mtoto, Mungu alikuwa amefunga tumbo la Hana. Kwa hiyo mimi siwezi kukufungulia wewe tumbo lako. Hello. Siwezi kukufungulia mimi tumbo lako kwa neno langu. Tazama tujipe moyo, pale kuna mganga anatibu. Hapana. Mwenye kufungua tumbo ni yule aliyefunga. Ukienda kwa mganga anakupachika jini, unazaa mtoto wa mizimoni. Ila yule mtoto halisi wa Mungu mwenyewe humpati. Hello. Kwa hiyo unapotafuta shortcut kwa ajili ya kufanikiwa jambo fulani, ukiwa kwenye jaribu ama kwenye uhitaji, zile changamoto zinapokukabili zinakuja kukutia moyo, zisikukatishe tamaa, zinakuja kukutia moyo ili uendelee kung'ang'ania hapo hapo ulipo. Tunabadilisha sisi jiwe kuwa nini? Kuwa mkate. Haraka, tunataka faster. Bwana Yesu asifiwe.
jaribu, kujaribiwa, kujaribiwa. Kwa nini kujaribiwa? Sasa nataka nikwambie, wakati uko kwenye changamoto, tunamaliza hapo. Wakati uko kwenye changamoto, hiyo Mathayo 4 utaisoma vizuri kwa sababu yangu pia umenielewa. Utaisoma vizuri. Utaona Yesu anamshinda shetani kwa nguvu ya nini? Kwa nguvu ya neno tu. Yaani alijua kwamba haya yote unayoonyesha nini? Ni mapito tu. Utajiri ni mapito. Njaa ni mapito. Kuna wakati nitakula nitashiba. Je, nikishiba nitaikumbuka ile njaa? Siwezi kuikumbuka. Kwa hiyo huwezi kunipitisha shortcut nikageuza jiwe kuwa mkate. Nikishakula lile jiwe limeisha. Mbele nitakula nini? Ni heri nivumilie ziki ya leo, kesho nikafurahi. Ni heri kulikoni leo nifurahi, kesho nilie. Hello. Sasa unakuwa na uhitaji, halafu baadaye unapata unaanza kulia. Nitakufundisha baadaye jinsi gani unatakiwa kuwa na utulivu wakati upo kwenye jaribu na changamoto zikiwa juu yake. Sasa kuna vitu ambavyo vinatufanya sisi tuone majaribu yetu ni makubwa. Kwa nini? Kwa sababu katika changamoto zetu za maisha kuna kitu tumekiweka. Utaweka tamaa. Andika tamaa. Yaani tamaa ndio inamfanya mtu atoke nje. Tamaa inamfanya mtu atoke nje. Tunaona kwamba shetani alipomchukua Yesu ili aende akamjaribu pale nyikani, akamwonyesha fahari. Sasa leo hii chukulia mfano, uko kwenye uhitaji wa kitu fulani, halafu anatokea mtu, yeye ana uwezo wa kukufikisha kwenye ule uhitaji wako, lakini akiwa na lengo la kutaka umsuluhie, kama shetani alivyomwambia Yesu katika Mathayo sura ya 4 anzia mstari wa kwanza mpaka na kuendelea. Hebu soma ule wa 6 na wa 7. Unasemaje kwenye hiyo tamaa? Halafu nitakurudisha kwenye kitabu kile cha Yakobo. Soma pale. Akamwambia, ndio, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizishia malaika na mikononi mwao watakuchukua, kusudi usije ukajikwaa. Ndio. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Tuendelee. Akamchukua tena. Sasa hapo tuna ile tamaa. Tupo kwenye jaribu fulani, tunaanza kuonyeshwa tamaa. Sasa shetani anaanza kutupeleka katika mazingira fulani, katika hilo jaribu lako, katika huo uhitaji wako, tunachukuliwa tunapelekwa kila mahali. Akamchukua tena, akaondoka naye. Tuendelee. Akamchukua mpaka mlima mrefu. Mwanzo alimpeleka kwenye kilele cha kinara, si ndio? Hapa akamchukua mpaka mlima mrefu. Tuendelee. Sasa hapa akamwonyesha zile miliki. Wewe si maskini. Wewe si uko hivi. Akamwonyesha. Akamwambia miliki zote za ulimwengu. Na fahari yake. Akamwambia, yote nitakupa ukianguka na kumsujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani. Hebu nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa, msujudieni tu Mungu. Ishia hapo. Sasa sisi tunapokuwa katika uhitaji, shetani ama mjaribu linakuja kukukatisha. Yaani unapokuwa kwenye hitaji, jaribu linakuja kukukatisha. Linakwambia, sikiliza, kusubiri sana utachelewa. Wahenga walisema hivi, chelewa utakuta mwana, ngoja inaumiza nini? Sasa shetani anakuja na hiyo nahau. Anakwambia chelewa utakuta mwana si wako. Angalia huko. Angalia wenzako wanapopata. Wewe umekaa tu hapo unasubiri Yesu atatenda. Yesu atatenda. Njoo hapa, mimi natenda. Na ngoja inaumiza nini? Shetani anakuja kwa hiyo nia. Na safari pia kuna hizi changamoto. Uko kwenye jaribu, uhitaji wa kupata kazi. Lakini cha ajabu unakwenda kuomba kazi,
wanakuambia tanguliza pesa kwanza ili upate nini? Wewe unadhani ni nguvu ya nani? Yaani tanguliza nini? Ununue kazi ili ufanye nini? Sasa unakuta pesa unayotoa ndio mshahara unaopokea. Hiyo pesa uliitafuta kwenda kununua kazi, uliitafutia wapi mpaka uipate? Halo, hebu ndio jirani, ulipoendaga kuomba kazi ulitoa pesa, uliitafutiaga wapi ile pesa? Kama ulikuwa na nguvu za kupata ile pesa, kwa nini usingeendelea tu na hiyo kazi ukaachana nako kwenye kununua kazi? Mwambie uone kama ni jaribu ambalo umelitaka mwenyewe hilo. Hiyo sasa ni tamaa. Kwa nini tunakamatika? Tunatamani na sisi kuonekana ninafanya kazi kwenye kampuni fulani. Hata kama nitakuwa nalipa shilingi 1000 kwa mwezi, ila nionekane na mimi napata staff basi. Na mimi nionekane. Lakini una uwezo wa kuitafuta pesa tofauti na wale wanaofanya kwenye ile kampuni. Siku moja nikafanya utafiti, nikafikiria kuna kampuni kwa mwezi malipo shilingi 300,000. Maana kwa kila siku ni shilingi 10,000. Si ndio? Lakini Jumamosi na Jumapili ya mwezi una wiki ngapi? Toa siku ngapi hapo? Jumamosi Jumapili zitoke ngapi? Ngapi? 8. Haya, ni shilingi ngapi imetoka? 80. Kwenye 300,000 tunabaki shilingi ngapi? 220,000. Lakini mtaani kuna kazi ukifanya unapata 20,000 kwa siku moja. Mtaani kuna kazi ukifanya unapata 1,00,000. Jifundishe ufundi. Jifundishe nini? Ili uepuke hizi tamaa za kuonekana unafanya kazi kwenye kampuni. Jifundishe ufundi. Ni heri uende kwenye ile kampuni ukiwa ni fundi, ili ile shilingi 10,000 ya kwako usipokee 10,000, upokee zaidi. Amen. Uwe na maarifa, uwe na ufundi. Sio kukurupuka kwenda kuomba kazi unafanya yoyote. Unaburuzwa, unaongoza ni mapia kwenda kazini. Na halafu wana masaa. Ukichelewa wanakata. Unajikuta mwezi unapokea 100,000. Halafu ukumbuke zile pesa za kusubiria huwa zina madeni. Yaani huko mtaani utakuwa unadaiwa. Mwisho mwezi nikipokea nafanyaje? Nalipa. Utakuwa unapokea pesa ya kulipia nini? Nikafikiria sana kasema sasa kampuni mtu anafanya kazi ili alipe madeni. Halafu natoa pesa na kwenda kuinunua kazi. Hichi ni kipimo cha imani. Mikono ninayo, akili ninayo, miguu ninayo. Acha nifundishe ufundi. Nikubali ziki ili baadaye uliofanya upate furaha. Nikajifundisha ufundi, nikaweza. Kwa sasa hivi siwezi kuhangaika tena kwenye makampuni. Ila kampuni litanihitaji mimi, sio mimi nihitaji nini? Yaani kufanya kitu watu wakuhitaji wewe, sio wewe unahitaji watu. Fanya kitu mtoto, yaani yule mtoto aongee mwenyewe, mama nataka unilete duniani. Sio wewe unataka kuleta. Fanya pesa ikutafute, sio wewe utafute. Tamaa. Yesu alichukuliwa na shetani. Akajua hizi mali ni za kwangu, zitanifuata tu mimi. Sina haja ya kuzifuata, nenda zako shetani. Imeandikwa msujudie Mungu, maana yeye amesema ndiye mwenye fedha na nini? Tena ameahidi, amesema na mataifa watakuletea utajiri wako. Sio wewe utafuata, watakuletea utajiri wako. Tamaa. Tunatamani kuvuka. Na tunapoomba, Mungu nijalie, usoma ile Yakobo sura ile ya 1 mstari wa 13. Hilo ndio jawabu la maombi yako yote, jaribu lako. Kwa nini haufanikiwi? Kwa nini upo kwenye jaribu haliishi? Kwa sababu Mungu anajua nikikubariki wewe kuna kitu utanifanyia. Sitakwenda. Yakobo sura ya 1 mstari ule wa 13. Mtu anisomee. Unasema, ndio. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Fikiria, mtu anapokuwa kwenye jaribu, Biblia inasema asiseme ninajaribiwa na Mungu.
Mungu hawezi kumjaribu mtu na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Tuendelee. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Unasikia hicho kitu? Kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Basi ishia hapo hapo mama yangu. Sasa utaniambiaje njiani jaribu? Halo? Utaniambiaje wewe hapo ulipokuwa kwenye jaribu? Uhitaji ndio unakufanya ujue uko kwenye nini? Na Mungu hamjaribu mtu, ila shetani ndio anakuletea hili jaribu katikati ya uhitaji. Ndio maana nasema ila mtu hujaribiwa kwa tamaa zake. Ndio jirani mwambie kuanzia leo sitakuwa na tamaa tena. Mwambie acha tamaa basi, ili utoke kwenye hilo jaribu, kwa sababu hilo jaribu kupeleka tamaa. Yaani ukiacha tu kutamani kufika viwango fulani, ukiacha tu kutamani, ukikubali ile maisha yako mwenyewe, ukiamini kwamba haya maisha ninayoyataka yatanifuata endapo nikionyesha bidii mimi mwenyewe, wala hutakuwa unaingia kwenye jaribu. Amen. Amen. Labda una swali. Nimefundisha kwa muda mfupi habari ya jaribu, lakini pia Yakobo anatuambia Mungu hamjaribu mtu, ila mtu hujaribiwa kwa tamaa zake. Yaani ule uhitaji wako ndio unakufanya ujaribiwe. Natamani, Mungu nataka. Sasa Mungu anakuambia sawa, mimi nakupitisha kwenye hii njia. Hii njia ndio najua utajiri utakufuata. Ila sasa ndio nataka nipate pesa nifungue biashara. Nataka. Sema kwa Mungu nataka. Sasa ile nataka, Mungu anasema kwa kuwa umeingia jaribu, tuone. Unasemaje? Swali, mwenye swali. Yamkini kwa kuna changamoto. Unapouliza swali, tunakudadavulia upone kwenye hiyo changamoto. Majaribu yapo, sema hayapo, yapo. Ila Mungu hamjaribu mtu. Halo? Mmenielewa? Mmenielewa? Utaacha tamaa Yaani hivyo ulivyo mwenzangu unapendeza. Usitafute kuvaa kama nilivyovaga fulani. Usitafute kutembea, utavunjika miguu. Kuna watu wengine nilicheka juzi. Mtu amemwona mtu kapita, miguu imekaa hivi, magoti yametazamana. Sasa akitembea ile miguu inaenda hivi. Sasa mabinti hao sasa akamtazama mwenzie. Kwa dakika hiyo akitembea huko kunacheza. Akaona sasa na mimi ngoja nibadilishe tamaa. Sasa kaeka miguu yake hivi. Namuona anaenda anajiangalia kila akifanya wapi. Nikasikitika sana, nikasema ile ni tamaa. Kwa hiyo unaweza ukafosi mazingira alafu kumbe ukaja kuangamia mwenyewe. Amen. Rangi ulionayo inatosha. Usianze kujipaka tena mavitu ya ajabu. Amen. Umaskini ulionao unatosha. Ongeza bidii, tafuta kwa nguvu zako mwenyewe. Usitafute tena njia nyepesi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huna kazi, jitahidi, tafuta kazi. Usitafutiwe. Yaani usitafutiwe. Habari ya kutafutiwa iondoe. Mwambie jirani nitaondoa. Maana imeandikwa na alaniwe amtegemeaye nani? Na kumfanya kuwa nini? Yaani bila yeye siwezi. Hiyo ondoa kuanzia leo. Amen. Funika macho yako. Najua kupitia somo hili kuna kitu kimefunguka kwenye maisha yako. Jitafakari mwenyewe. Usiseme hiyo ni jaribu, Mungu amenijaribu. Wakati unafunika macho na kuruhusu mwenyewe uombe, umwambie Mungu nisamehe kwa kuwa nilijua unanijaribu. Kumbe ni sehemu tu ya tamaa yangu. Mwambie ni sehemu ya tamaa yangu. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa wakati huu. Tazama watoto wako wamelisikia neno lako, mafundisho yako juu ya habari ya mjaribu. Kumbe tunajaribiwa kwa ajili ya tamaa zetu, nasi tunaziacha tamaa Bwana kuanzia sasa katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Tazama wakati huu Bwana, tunapokwenda kutoa sadaka za shule ya wanafunzi, tunaomba utubariki Bwana na utuinue, utujengee msingi ya imani tunapokuwa katika majaribu. Jehova, utushindie na zile changamoto
Yehova tushindie. Katika jina la Yesu, timiza ndoto zetu, mfalme wa amani. Utufanyie nguvu katika mikono yetu, utufanyie nguvu katika akili zetu, utufanyie nguvu katika miguu yetu, utufanyie nguvu katika mawazo yetu. Utusaidie Bwana, ili tukaziende njia zako. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Basi